أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Assalamu alaikum wapendwa wanawizani popote mlipo. Leo ni siku ya Jumatatu Aprili 28, 2025, sawa na Shawwal 29, 1446 kwa mujibu wa kalenda ya Kiislamu. Taarifa kubwa tulionayo ya kitaifa ni ile ya kuendelea kwa kesi ya kinara wa upinzani hapa nchini, Mheshimiwa Tundu Lissu, katika mahakama ya hakimu mkazi mkuu wa Kisutu. Tutakuwa na taarifa ya kushangaza ambapo Donald Trump, rais wa Marekani mtata, anadai kwamba yuko tayari sasa kutafuta njia ya kukutana na kiongozi mkuu wa Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Kadhalika huko Tel Aviv, waandamanaji watishia kumuua Netanyahu, huku wakimtaka aondoke madarakani haraka iwezekanavyo. Na Tehran, katika bandari ya karibu na Dubai pale panapoitwa Bandar Abbas, kumetokea mlipuko mkubwa kabisa ambapo watu 5 wamefariki na watu 500 kujeruhiwa. Kwanza kabisa na tuanze na kesi ya Tundu Lissu. Mahakama ya hakimu mkazi mkuu wa Kisutu jijini Dar es Salaam leo Jumatatu Aprili 28, 2025 inaendelea kusikiliza kesi ya kusambaza taarifa za uongo katika mtandao wa YouTube inayomkabili mwenyekiti wa chama hicho kikuu cha upinzani hapa nchini, Chadema, Tundu Lissu. Mwenyekiti Lissu anakabiliwa na kesi mbili. Ya kwanza ni ile ya kuchapisha taarifa za uongo mtandaoni, na ya pili ni ya uhaini ambayo adhabu yake ni kunyongwa hadi kufa iwapo serikali itakuwa na ushahidi utakaoitosheleza mahakama bila shaka kuwa Lissu alipanga njama za kuiondoa serikali halali iliyopo madarakani kinguvu, na wala si kama yalivyo madai yake ya kupigania mageuzi ya katiba na kutaka uwepo wa tume huru ya uchaguzi. Kesi ya kuchapisha taarifa za uongo imepangwa kusikilizwa hii leo Jumatatu Aprili 28 na hakimu mkazi mkuu mwandamizi Godfrey Mhini dhidi ya Jamhuri, na kupinga hoja zake za kupinga kesi yake kuendesha kwa njia ya mtandao kama ilivyodaiwa mahakamani. Siku ya Alhamisi iliyopita Aprili 24, Lissu aligomea kesi hiyo ya kuchapisha taarifa za uongo kwa njia ya mtandao wa YouTube kusikilizwa kwa njia ya video, na badala yake alitaka kesi hiyo isikilizwe kwa njia ya wazi. Awali wakili wa serikali mwandamizi Job Mrema alikuwa ameieleza mahakama ya Kisutu mbele ya hakimu mkazi mwandamizi Godfrey Mhini kwamba kesi hiyo imeitwa kwa ajili ya mshtakiwa kusomewa hoja za awali na upande wa mashtaka upo tayari, ila mshtakiwa hayupo mahakamani. Wakili wa utetezi Peter Kibatala alipinga Lissu kusomewa mashtaka kwa njia ya video kwa madai kuwa sheria iko wazi na anatakiwa mshtakiwa kupelekwa mbele ya mahakama na iliyokuwa mahakama ya wazi. Haya yanajiri huku taasisi za kiraia na mashirika ya kutetea haki za binadamu yakiendelea kushinikiza serikali kuachilia bila masharti viongozi wa kisiasa waliokamatwa kwa kudai haki, yakisisitiza kuwa hatua hiyo ni muhimu katika kulinda amani ya taifa, hasa kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka huu. Halikadhalika, iwapo busara haitatumika, kesi ya Lissu itapelekea kuvunjika vipande misingi imara ya taifa hili ambayo ni umoja na mshikamano, ambao sasa misikiti imegeuka kuwa jukwaa la kumpigia mama kampeni na makanisa yamegeuka kuwa jukwaa la kumpigia kampeni Lissu. Hali kama hii haijapata kutokea wakati wowote, na katika vipindi vyote tulikuwa tukimkataa mgombea kutokana na kutokuwa na sifa na si kwa sababu ya kutofautiana kwetu kwa imani zetu. Hivi karibuni viongozi wa makanisa walitoa amri iliyoitaka serikali kumwachia huru mara moja bila masharti yoyote, huku mashehe nao wakiugeuza usiku wa Lailatul Qadri ambao ni usiku wa ifanya ibada na kuugeuza kinyume na mafundisho ya dini ya Uislamu na kufanya kuwa ni usiku wa mama. Hali hii inapelekea kuwa kumeanzishwa taratibu ambazo itawagawa Watanzania katika makundi mawili makubwa ya Wakristo na Waislamu, na hatimaye kugeuza taifa hili kuelekea kwenye njia ambayo itakayozalisha machafuko ambayo hayana tiba. Nchini Israel,
Benjamin Netanyahu, waziri mkuu wa utawala haramu wa nchi hiyo, ameendelea kuandamwa na mashinikizo baada ya kufanyika maandamano mengine dhidi yake, huku waandamanaji wakitishia kumuua. Maandamano yaliyofanyika kwenye mtaa wa Kaplin mjini Tel Aviv, waandamanaji walionyesha vichwa vilivyokatwa na hivyo kutishia kumuua waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, wakikasirishwa na chama cha Likud. Chama hicho kimemshambulia mkuu wa usalama wa ndani Shabak na mwanasheria mkuu wa Israel, kikitaka waandamanaji wakamatwe na kufunguliwa mashtaka. Katika ripoti yake, kanali ya televisheni ya 12 ya Israeli ilitoa ripoti ya kuelezea kuwa maandamano hayo ya jioni ya siku ya Jumamosi Aprili 26 ya wapinzani wa Netanyahu kwenye mtaa wa Kaplan wa Tel Aviv, ambamo waandamanaji walionyesha picha ya vichwa vilivyokatwa mithili ya Benjamin Netanyahu kwenye maandamano hayo ya kukikasirisha chama cha Likud. Kulingana na ripoti ya chombo hicho cha habari cha Kizayuni, wanachama wa Likud ambao Netanyahu ndiye kiongozi wao wamesema kuwa kuonyeshwa kwa vichwa vilivyokatwa na waandamanaji ni njia ya uchochezi na tishio la kumuua waziri mkuu wa Israel, na katika majibu makali walimshambulia mkuu wa huduma za usalama wa ndani Shabak na mwendesha mashtaka aliyoko katika ofisi ya waziri mkuu. Wakati huo, matokeo ya uchunguzi wa maoni yaliyofanywa hivi karibuni yanaonyesha kuwa Wazayuni wengi wanaoishi katika ardhi za Palestina zinazokaliwa kwa mabavu na Israel wanasema kuwa Netanyahu anapaswa kujiuzulu na kukubali kubeba jukumu la kushindwa mkabala wa operation ya wanamgambo wa Palestina yaliyoanza tarehe 7 Oktoba 2023. Kwa mujibu wa uchunguzi huo wa maoni, akthari ya Wazayuni wanaishi katika ardhi hizo zinazokaliwa kwa mabavu wanaamini kuwa Benjamin Netanyahu, waziri mkuu wa utawala huo, anapaswa kujiuzulu na kubeba dhima ya matokeo ya Oktoba 7, 2023. Wakati hayo yakijiri, waziri mkuu wa zamani wa Israel amekiri kuwa uhaba mkubwa wa askari jeshini ni tatizo linaloukabili utawala wa Kizayuni hivi sasa. Naftali Bennett, waziri mkuu wa zamani wa utawala wa Kizayuni, amekiri kuwa jeshi la utawala hilo linakabiliwa na uhaba mkubwa wa askari jeshini. Amesema haijawahi kutokea hali kama hiyo ambapo Israel inahitaji idadi kubwa ya wanajeshi jeshini. Gazeti la Kizayuni la Yedioth Ahronoth pia limeandika katika ripoti yake kuwa uhaba mkubwa wa askari jeshini umesababishwa na vita vya muda mrefu katika ukanda wa Gaza na kulazimisha jeshi la utawala huo kuongeza muda wa tahadhari. Televisheni ya Khan ya utawala wa Kizayuni pia iliwahi kuzungumzia uhaba wa askari jeshini katika jeshi la Israel. Televisheni hiyo iliyorusha matangazo yake kwa lugha ya Kiebrania ilieleza kuwa jeshi la Israeli limewatuma katika uwanja wa vita huko Gaza wanajeshi wapya wa vikosi viwili vya Golan na Guhati bila hata ya kuwapa mafunzo. Wanajeshi hao waliajiriwa miezi 4 iliyopita na kupelekwa kwenye uwanja wa vita bila kupata mafunzo yaliyokuwa muhimu. Taarifa za ndani na ambazo hairuhusiwi kuzitangaza zimevuja kuwa wanajeshi wengi wa Israeli wameangamizwa katika ukanda wa Gaza, huku Israeli ikifanya kila linalowezekana kuficha taarifa za madhila na maangamizi ya wanajeshi wake katika ukanda wa Gaza. Huko Marekani, Rais wa Marekani Donald Trump amesema yuko tayari kukutana na Rais wa Iran Masoud Pezeshkian na kiongozi muadham wa mapinduzi ya Kiislamu ya nchi hiyo Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Amesema hayo katika mahojiano na Time. Kwingineko, kwenye mahojiano hayo ya gazeti la Time, Trump amesema, nadhani tutafikia makubaliano na Iran. Shirika la habari la Mehr limeandika habari hiyo na kumnukuu Trump akieleza kuwa waziri mkuu wa utawala wa Israel Benjamin Netanyahu hawezi kuiburuza Marekani katika vita na Iran. Trump aliyasema hayo kabla ya kuanza duru ya 3 ya mazungumzo ya nyuklia yasiyo ya moja kwa moja kati ya Iran na Washington yaliyopangwa kufanyika mjini Oman mnamo siku ya Jumamosi iliyopita, Aprili 26. Mapema siku ya Ijumaa tarehe 25 Aprili, msemaji wa waziri wa mambo ya kigeni wa Iran, Ismail Baghi, alisema kuwa Tehran na Washington zimefikia maelewano ya kufanya vikao vya kiufundi na vya kiutaalamu sambamba na kuwepo wapatanishi wakuu kutoka Iran na Marekani. Kwa mujibu wa mipango iliyofanywa na Oman, mwenyeji na mpatanishi wa mazungumzo hayo, na kuafikiwa na Tehran na Washington,
Mikutano ya kiufundi na mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja kati ya waziri wa mambo ya kigeni wa Iran na mjumbe maalum wa rais wa Marekani yamepangwa kufanyika siku ya Jumamosi, Baghai amesisitiza. Msemaji huo wa wizara ya mashauri ya kigeni ya Iran amesisitiza kuwa maendeleo katika mazungumzo hayo ya Oman yanategemea irada ya kisiasa na nia njema na uhalisia na umakini utakaoonyeshwa na pande zote mbili. Amesisitiza kuwa ujumbe wa Iran unafuatilia kila hatua ya mazungumzo hayo kwa kuzingatia tajriba na mwenendo wa Marekani na utafanya juu chini kulinda haki na maslaha halali ya wananchi wa Iran. Taarifa iliyochapishwa mnamo siku ya Jumapili, Aprili 27, imesema kuwa mlipuko mkubwa ulitokea katika bandari ya Shahid Rajai kusini mwa Iran na kusababisha uharibifu mkubwa na hasara, huku timu ya uokoaji ya huduma za dharura zikikimbilia katika eneo la tukio ili kudhibiti hali hiyo. Kwa mujibu wa idara ya kushughulikia matukio ya majanga mkoani Hormozgan, watu 4 wamethibitishwa kufariki dunia hadi sasa na wengine 561 wamejeruhiwa baada ya lori la mafuta kulipuka kwa sababu zisizojulikana katika bandari hiyo ya Shahid Rajai mapema siku ya Ijumaa. Picha unayoitazama ni eneo ambako lilipotukia tukio hilo, ambako watu zaidi ya 550 walijeruhiwa na wengine 5 kufa, huku wengine wakikimbizwa katika hospitali mbalimbali Hormozgan na wengine kwa matibabu zaidi katika mikoa mbalimbali. Mkurugenzi mkuu wa idara ya usimamizi wa matukio ya majanga ya Hormozgan amesema mlipuko huo ulikuwa mkubwa sana, lakini chanzo chake hasa bado hakijajulikana. Ripoti za awali zilionyesha kuwa mlipuko huo ulianza katika jengo la utawala ndani ya eneo la bandari. Mlipuko huo ulikuwa mkubwa kiasi kwamba ulibomoa kikamilifu jengo hilo na kuharibu pia magari mengine. Babak Mahmoudi, mkuu wa shirika la misaada ya uokoaji la Iran, amethibitisha kuwa mlipuko mkubwa kutoka bandari ya Shahid Rajai ulisababisha vifo vya watu 4 na kuongeza kuwa majeruhi wote 516 wamefahamika. Hadi sasa watu 516 wamejeruhiwa na wameondolewa kwenye eneo la tukio. Baadhi yao wamejeruhiwa kwa kuangukiwa na vioo vilivyovunjika na wengi wao walikuwa na majeraha madogo madogo, hivyo wameruhusiwa baada ya kupatiwa matibabu. Kwa mujibu wa afisa huyo, mlipuko huo ulitokea saa 6 kasoro dakika 5 mchana kwa saa za huko, na akaongeza kuwa timu kadhaa za utoaji misaada na uokoaji zimetumwa haraka kwenye eneo hilo la tukio na kwamba kuna matumaini ya kudhibitiwa moto huo baada ya saa chache zilizokuwa zinakurubia. Kufuatia tukio hilo, shughuli zote za bandari zimesitishwa, huku vikosi vya usalama vya dharura vikifanya kazi ya kulilinda eneo hilo. Huko Yemen, vikosi vya Yemen vimetoa taarifa za kutungua ndege 7 zisizo na rubani za Marekani aina ya Reaper katika kipindi cha wiki 6 na kuisababishia Washington hasara ya zaidi ya dola milioni 200. Shirika la habari la The Associated Press la Marekani liliripoti habari hiyo siku ya Ijumaa na kuongeza kuwa droni 3 kati ya 7 zilitunguliwa ndani ya wiki iliyopita, hatua ilionyesha kuboreka kwa uwezo wa vikosi vya Yemen kulenga ndege zisizo na rubani zinazoruka juu ya nchi hiyo kinyume cha sheria. Ndege hizo zisizo na rubani zilikuwa zikifanya mashambulizi na kufanya operesheni za kijasusi, wamesema maafisa wa US ambao hawakutaka kutajwa. Ndege hizo za kisasa zisizo na rubani zilitengenezwa na kampuni ya General Atomics, ziligharimu takriban dola milioni 30 kila moja na zina uwezo wa kuruka kwenye mwinuko wa zaidi ya futi 40,000, yani mita 12,100 juu ya usawa wa bahari. Taarifa nyingine kutoka Yemen inasema kuwa msemaji wa vikosi vya ulinzi vya Yemen ametangaza kuwa vikosi vyake vimeshambulia kwa kombora kituo cha jeshi la anga la utawala wa Kizayuni la Nevatim katika ardhi ya Palestina zinazokaliwa kwa mabavu na kupachikwa jina bandia na kisha kuitwa Israel. Brigadier General Yahya Saree ameeleza katika taarifa aliyoitoa siku ya Jumamosi, Aprili 26, 2025 kwamba katika kuendeleza msimamo wa kuunga mkono wananchi wanaodhulumiwa wa Palestina na kulaani mauaji ya kimbari yanayofanywa na utawala wa Kizayuni dhidi ya watu wa Gaza, kikosi cha makombora cha majeshi ya Yemen kimekilenga kituo cha anga cha utawala ghasibu wa Nevatim kilichoko kaskazini mwa jangwa la Negev
kusini wa ardhi zinazokaliwa kwa mabavu. Saria amebainisha kuwa operesheni hiyo ilifanywa kwa kutumia kombora la ballistic la Palestina 2 lililotekelezwa kwa mafanikio kutokana na mitambo ya ulinzi wa anga wa utawala wa Kizayuni kushindwa kulitungua kombora hilo. Msemaji wa vikosi vya ulinzi vya Yemen ameongeza kuwa majeshi ya nchi hiyo yataendelea kukabiliana na uvamizi na uchokozi wa Marekani na yataendelea kupanua uwezo wake wa kijeshi kwa kuzingatia mabadiliko yanayojiri kwenye medani ya mapambano kwa ajili ya kuwaunga mkono wananchi wanaodhulumiwa wa Palestina. Saria amesisitiza kuwa operation za ulinzi na za uungaji mkono wa wananchi zitaendelea hadi pale vita vya Gaza vitakapokoma na mzingiro dhidi ya eneo la Gaza utakapokuwa umemalizika. Hizi ndizo taarifa zilizokusanywa kuanzia Ijumaa iliyopita, ambapo miongoni mwa taarifa hizo kuna mashambulizi yamefanyika kutoka Yemen kuelekea Israel, ambapo majeshi ya Yemen yameweza kushambulia kituo cha anga cha jeshi la Israel IDF kufanya uharibifu katika eneo hilo bila kuguswa na mitambo ya kuzuia makombora ambayo Israeli imekuwa ikijinaki kuwa nayo na ile iliyotoka Marekani kwa ajili ya ulinzi wa anga wa Israel. Lakini taarifa muhimu nyingine tuliyokuwa nayo hapa ilikuwa ni swala la kesi inayoendelea dhidi ya kinara wa upinzani Tundu Lissu, ambayo hii leo Jumatatu tarehe 28 inaendelea katika mahakama ya hakimu mkazi mkuu wa Kisutu, kesi ambayo watu wengi wanataka kujua nini kitakachotokea baada ya kusikilizwa kwake, huku jiji la Dar es Salaam likiwa limegubikwa na askari kila upande kana kwamba kuna matukio ya uhalifu yanaweza kujitokeza, jambo ambalo Watanzania hawakulizoea wala halina uthabiti wa hakika, kwa sababu kusikiliza kesi hakuwezi kuhesabiwa kuwa ni uhalifu. Tunaomba kwa Mwenyezi Mungu mwenye uwezo wa kila kitu kujalia Watanzania tuendelee kuwa na msimamo wetu ule ule wa kupenda amani na kuchukia machafuko, kupenda haki na kuchukia batil, kuzungumza na kurekebishana kwa njia iliyokuwa ya utulivu na amani, ili tusiweze kuiharibu na kujaribu kuilaani tunu ambayo Mwenyezi Mungu ametuletea na tuliorithi kwa viongozi walioasisi taifa hili na kuleta umoja na mshikamano baina ya wananchi bila kujali kabila. Tanzania ni nchi pekee katika eneo la Afrika Mashariki na Kati ambayo wananchi wake wote wanaweza kusikilizana kwa kutumia lugha moja. Tanzania ni nchi ambayo wananchi wake wote wanaishi nyumba moja bila kuulizana dini zao na makabila yao. Hali hii itakapokuwa imeondoka kwa sababu yoyote ile, basi hakuna anayeweza kuilazimisha kurejea. Majirani zetu ambao wamewahi kupigana kwa sababu za kikabila au za kidini, pale utakapoona katika nchi zao kuna ukimya, basi kundi moja katika makundi hasimu litakuwa limo katika matayarisho, wakati kundi la pili likiwa katika nguvu ya kudhibiti matayarisho ya kundi lingine. Hili ni swala la muda tu, lakini baada ya muda mchache dhambi ile ya ubaguzi, dhambi ya udini, dhambi ya ukabila lazima itarudi na damu zitaendelea. Tukifikisha nchi yetu huko, basi tutakuwa tumejimaliza sisi wenyewe na sifa iliyopo katika nchi yetu itaondoka. Ndugu zangu, Waislamu wenzangu na wapenda amani kote duniani, tusisahau kuwaombea ndugu zetu wa Palestina ambao nchi yao inadhulumiwa na inachukuliwa kwa mabavu, huku kwa maelfu yakiuawa chini ya usimamizi wa kinara wa dunia anayedai kusimamia demokrasia na haki kote ulimwenguni, Marekani, akiwa ndio msimamizi na mfadhili mkuu wa mauaji hayo. Tuzidi kumwomba Mwenyezi Mungu ajalie nchi yetu iendelee kuwa na amani, kwa sababu amani tunayo. Hatutafuti amani, bali tunatafuta kuilinda amani tulionayo isitutoke. Tuombee ndugu zetu mashariki ya Kongo, tuombee ndugu zetu kule Sudan na kule Urusi na Ukraine na mahali popote pale ambapo damu za watu zinamwagika pasipokuwa haki na pasipokuwa halali. Mwenyezi Mungu alete amani. Tusisahau kusoma suratul Fil na suratul Lahab kwa ajili ya watu wa Palestina. Mwenyezi Mungu ajalie kwa siri ya sura hizo wale wanaopanga kuwaua wa Palestina, kunyang'anya na kupora ardhi yao, na wale ambao wanashikilia kwa nguvu msikiti wa Baitul Maqdis, yani Masjidul Aqsa, Mwenyezi Mungu azivunje dhamiri zao na aweze kujalia kuwapa na wao jambo la kuwashughulisha, ili watu wa Palestina wapate amani na waweze kuishi maisha kama watu wengine. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usisahau kulike, kushare, kucomment na kusubscribe Mizani Online TV ili uendelee kupata mfululizo wa vipindi vijavyo.